Wasaa wa kuweza kumkaribisha hapa Ali Bakari Mufti, kijana kutokea Mangula mkoani Morogoro. Anapapenda sana Ujda, Moroko pamoja na Zanzibar, Unguja. Akisia kuna mechi yoyote ipo Unguja lazima ataomba ruksa kidogo ya kuelekea Unguja akasalimu kidogo na kuweza kupata vitu vya mwambao wa pwani. Lakini kule Ujda alikuwa anapenda sana kunywa juice ya machungwa. Akamwambia bwana, kuna juice huko ya matunda bwana. Na kule si anasema ni machungwa yenyewe. Machungwa yenyewe. Kwa sababu kule machungwa kule sio ya kuchovya. Ukisikia kile kilimo cha citrus. Ndio hivyo kule. Sasa kwa nini asinywe juice ya machungwa akiwa Ujda? Ujda. Na hapa karibu bwana Mufti. Asante sana Sheikh Said. Nisimalize maneno tena. Lakini nifikishe tu salamu kwa watazamaji wa Viwanjani. Ndio. Mmoja wa watazamaji wa Viwanjani akaona Sky Kimya amepongeza hii seti mpya. Anasema ina muonekano mzuri na haswa meza hiyo ikikaa hapo inafanya muonekano uwe mzuri zaidi. Pamoja na maji. Na maji. Sasa maji yakiwa katika ubora wake kama hivi. Kilikuwa inabidi tumpongeze Bwana Kadozo. Bila kujalisha ametoa wapi. Maji Hawaii. Sawa. Kwenye kesi utamsaidia. Kama unamsaidia hapa sasa. Kadozo anafurahia kwanza. Anafurahia nini? Tulia. Utamsaidia kama unamsaidia hapa. Anafurahia. Mufti bwana, tunakukaribisha sana katika Zilizobamba hapa. Asante sana. Shukrani Sheikh Said ama kaka Saidi wa Ismailia Van _Msumi. Ndio. Sharifu Bayona mguu wa dhahabu, lakini pia Michael Kiera, coach Michael ama kocha Michaeli. Twende moja kwa moja bila shaka, miongoni mwa taarifa ambazo shirikisho la mpira wa miguu Tanzania wakaposti kwa muda mchache na ikapata engagement ya kutosha, inaweza ikawa ni miongoni mwanzo ni hii hapa. Taarifa mpya ina muda mchache tu imepostiwa katika ukurasa rasmi wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Hii inahusu nini? Tuisome. Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limeufungia uwanja wa KMC Dar es Salaam kutumika kwa michezo ya ligi kwa kukosa vigezo vya kikanuni na sheria za mpira wa miguu. Miundombinu ya uwanja huo haikidhi matakwa ya kanuni kama ilivyoainishwa kwenye masharti ya kanuni ya leseni za klabu. Kufuatia uamuzi huo, timu zinazotumia uwanja huo kwa michezo yao ya nyumbani zitalazimika kutumia uwanja mwingine kama kanuni inavyoelekeza mpaka uwanja wao utakapofunguliwa baada ya kufanyiwa marekebisho na kukaguliwa na TFF. Sawa, TFF inazikumbusha klabu zote kuendelea kutunza na kuboresha miundombinu ya viwanja. Miundombinu gani? Hapo sasa bila shaka wale ambao wanakumbushwa hapa watabidi wazingatie ama waangalie kuna kitu gani kimepungua katika dimba la KMC complex pale Mwenge. Of course mara nyingi sisi huwa tunaangalia pitch. Lakini kuna miundombinu mingine. Inawezekana labda vyumbani, dressing room, nini na kadhalika. Nafikiri sasa taarifa hapo inaweza ikawa vyumbani kama walivyosema kwa maana dressing room, lakini sehemu za haja watu kujisaidia, lakini pia inawezekana maana ambapo sababu kikanuni, maana imetoa kikanuni. Sio una hapo hiyo taarifa hapo. Yes, kikanuni. Kikanuni. Kwa hiyo kuna kwa mtazamo wangu, kwa kofia yako ya Michael Kiera hapo unasema. Hapo ni Michael. Nafikiri kuna vigezo vingi ambavyo uwanja wa KMC unaweza kuwa umekidhi, ikiwa ni pamoja na eneo la kuchezea, lakini pia hizo dressing rooms, kwa sababu KMC ni uwanja ambao una dressing room mbili. Yaani seti mbili unasema timu zinaweza ikatrain upande huku na upande wa huku. Okay. Dressing rooms sidhani kama ni shida sana kwenye uwanja. Kwa ni jumla zipo 4. Zipo 4 kwa na seti mbili hizo. Nafikiri kuna incident ambayo ilitokea juzi ya mchezaji kuumia. Yes. Okay. Sasa viwanja vingi vinaweza vikawa na access ya gari la wagonjwa kuingia mpaka pale kumtoa mgonjwa. Alafu kwenye ile mechi nakumbuka kilichotokea ni kwamba alipata ile. Inawezekana kwa vile ambavyo nafikiria kwa maoni yao. Lakini gari
huwa nalionaga upande ule wa pili kule. Gari pale inakaa kuna mlango mwingine ambao hautumiki, si ule upande wa ukiwa unakaa huku upande wa VIP, upande wa kulia hapa au upande wa kushoto mwisho kule, ndio ambao magari ya wagonjwa yanakaa, zile ambulance. Lakini access ya kutoka pale kuingia ndani kitokea emergency kama ile ya Kibwana haipo. Ndio maana alionekana amebebwa kwa distance kidogo, kwenda na katikati pale kuna mtu alipita. Sasa kwani jambo lingine, machela hazipo hasa, kuna inategemeana, kuna zile zingine ambazo zinatokea, yani gari lazima liingie moja kwa moja uwanjani limsupport yani litoke naye pale moja kwa moja waifanye kwa hospitali, kuliko ambavyo utakuwa na process tena za kumtoa kwenye machela then kwenye gari, kwa sababu kuna zile huduma za kijamii za haraka zaidi, labda upumuaji na nini, hapo kuna kwenye gari kunakuwa na vifaa na kadhalika. Lakini hapo sikukata nyavu tu pale unatoa bango kadhaa ingia. Nafikiri ni issue ambayo inaweza kuwa sema tu kukata nyavu, kata nyavu, toa bango kadhaa pale unasogeza. Lakini sasa inawezekana, nafikiri hayo ni kama anachozungumza Michael ni mwendo kukata nyavu, kwa sababu mimi sababu nimeangalia vigezo vingine vingi ambavyo vinatumika kwenye ligi, unaona vingi vinakamilika, kwa sababu moja kati ya changamoto kwa karibuni ambayo ilikuwa pale ambayo ilipelekea adhabu kwa klabu nyingi ambazo zilikuwa zinatumia uwanja wa KMC kama uwanja wake wa nyumbani ilikuwa ni scoreboard. Unakumbuka Singida alipata adhabu KMC, sasa hivi inapongeza mpaka mwisho ikifungwa inapongeza billboard nzuri kabisa ambayo inaonyesha ina display. Hiyo ndio ilikuwa changamoto ya mwisho ilivyotokea wakati ule ya uwanja wa KMC, hata adhabu zikawa zinatoka kwa timu mwenyeji, na hilo wamelifix kwa haraka tu. Baadaye tunaona sasa kitu hicho kimekamilika. Kwa hivyo na mimi mpaka juzi nilivyoona watu walivyosimama kwa ajili ya Peter Manyika, nikasema sio kwa tunaweza kufikiria mbele, kwa wenzetu ikitokea mtu amefariki picha yake wanabii display. Kwa mfano kama zile bodi ambazo ni za kileo zaidi, za kisasa. Kwa hiyo mwisho siku inawezekana matayarisho akawa mapema kidogo, kama vile inatokea pale picha ya yule mtu pale inakuwa na nisho ambayo inawezekana, kwa sababu utakachokifanya ni kwenda kupeleka hiyo kitu ambayo nataka display mapema, ili mtu ambaye ana deal na kudisplay, na watu wengine hata pale uwanjani wanakuwa wanajua. Sasa uwanja ndio kama hivyo ambavyo kwamba umefungiwa, si ndio? Kinachofuata ndio hichi ambacho kwenye comments hapa ndio kwamba kunataka kwenda. Edok Mwembe anasema Yanga waende kwa Meja Jenerali Samuyo. Haiwezekani. Haiwezekani. Kwani Yanga alitoka Chamazi, ataenda hata Mwanza. Akaja KMC ambapo Simba ndio kwa kwanza, si ndio? Simba ndio alianza pale. Na kwa JKT kule uwanja unakodishwa. Nakwambia. Kwa hivyo unataka kusema kwa hiyo wanavuka maji? Kwani Yanga anacheza lini nyumbani? Baada ya ratiba tutaangalia baada ya mabingwa. Kwa hapo mfano kama Yanga ana choice Meja Samuyo, Chamazi. Tarudi tena Chamazi. Mbona bado kama vile yani si unaangalia mbona Yanga Princess wanacheza Chamazi. Comment hapa Omi Kanjibai anasema hatuwataki huku. Wapi huko? Hajataja. Hajasema ni wapi. Bila shaka inajulikana. Lakini pia ligi sina michezo ya kucheza Zanzibar sinaruhusiwa. Inaruhusiwa. Kanuni ya msimu inaruhusu ligi kuu. Kanuni inaruhusu kucheza. Sio ile ya zamani kwamba mechi mbili nje ya ule uwanja ambao uliuchagua mara. Yani kwamba Yanga wakisema na mechi zetu tunacheza Amani. Zaidi mechi za nyumbani zote tunacheza Amani. Inaruhusiwa. Kwa sababu nyuma ilikuwa viwanja vya huku bara peke yake ndio vinaruhusiwa kwa mechi za ligi kuu. Lakini kanuni sasa hivi imeextend kwamba hata uwanja ambao uko Zanzibar unaweza kutumika kwa mechi za ligi kuu. Hiyo kanuni ambayo unataja wewe ni ile kikanuni kwamba timu inatakiwa kuwasilisha uwanja wake nyumbani kwenye mechi 15 ambazo zitachezwa nyumbani. Lakini itakuwa na option ya kuchagua viwanja mara mbili kucheza kwenye viwanja vingine nje ya ule uwanja wake wa kikanuni wa nyumbani. Kama uwanja wako ni KMC ndio uwanja wako nyumbani, mechi mbili unaweza kuzitupa maji pale. Na umehitaji KMC. KMC ni miongoni mwa timu ambazo ilikuwa inaitumia vizuri sana hiyo kanuni. Shapeleka ya kuhama uwanja. Shapeleka Simba
sehemu fulani Yanga washawapeleka. Tabora umetaja hata Ruvu Shooting waliopeleka Yanga Kigoma. Alafu na Singida nao waliopeleka Yanga Dodoma, Zanzibar msimu uliopita. Ile mechi anafunga. Kwa hiyo sasa tusubie timu moja itapeleka mtu Gombani Pemba. Ndio. Uzuri sasa hivi viwanja ni vipo vingi. Viwanja viko vingi. Tutatumia fursa tu. Unaona uwezekano wa Yanga kwenda New Amaan Complex? Sheikh Saidi ndio mimi nimeona fursa. Kama inawezekana sio mbaya. Wakacheze. Wakacheze. Sawa. Kama sio hivyo basi watafute viwanja vingine. Viwanja viko vingi. Jamhuri Morogoro pale kama na BM_Mwakalobo. Mwakalobo. Anasema Yanga bingwa, tunaenda Zanzibar na emoji za kucheka. Umeona? Kupanga ni kuchagua, kuchagua ni kuamua. Sawa, yes, hayo ni ya taarifa ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kwa timu zile ambazo zinatumia uwanja wa KMC Complex. Maana hapo watu wanauliza, mbona kama Mufti anawagusa sana Yanga wenye uwanja mbona hawagusi? Watu wanahoji, sio mimi sasa. Ni vizuri, ni kweli sana. Waliohoji kama umewawakilisha. Ni kweli ukipita katika ukurasa huu wa shirikisho kwa posti hii wanaozungumzwa mwe, yani kama vile na wenyewe wamesahau kama kuna KMC pale. Yani uwanja kama wa Yanga. Kwa hiyo na wewe pia ukasahau Mufti. Mimi sijasahau. Sema ameenda na trend. Mimi nimeenda na trend. Sababu kazi yako ni kudili na trend. Zilizobamba. Unadodosa. Zilizobamba. Lakini kudodosa sasa. Maana Mufti kijiwe chake kikubwa ni ana vijiwe vyake Mufti. Yani sasa kwenye kudodosa huko basi pita vyote. Mufti katika kitu ambacho Mufti anacho hapendi hayo mambo. Yapi hayo ya kudodosa. Yani anawachia watu wengine. Anakusakizia hivi. Kuna siku Mufti apendagi shida. Kuna siku sasa mbona kama niko peke yangu. Ile siku alitusakazia afu tukamgundua tukamwambia Mufti sema wewe mtego. Kwa hivyo mimi nimeenda na upepo wa comments. Watu wanaiba